Mtu mmoja amepoteza maisha na zaidi ya majengo 300 yameharibiwa kufuatia moto mkubwa wa msitu unaendelea kuikumba kusini mashariki mwa Australia. Moto huo umeacha maelfu ya wakazi bila makazi na kuibua hofu kubwa, huku hali ya hewa kali ikiendelea kuchochea ueneaji wake. Shirika la habari BBC limeripoti kuwa kwa siku kadhaa sasa moto huo umekuwa ukiteketeza maeneo mengi, hasa katika jimbo la Victoria na sehemu za New South Wales. Maelfu ya ardhi zenye ukubwa karibu mara mbili ya jiji la Greater London zimeungua, huku moshi mzito ukifunika anga katika maeneo mengi ya makazi. Serikali ya jimbo la Victoria imetangaza hali ya hatari na maelfu ya wazima moto wakisaidiwa na zaidi ya ndege 70 wanaendelea na juhudi za kuzima moto huo, huku wakazi wa zaidi ya jamii 12 wameelekezwa kuyaacha makazi yao ili kuokoa maisha yao. Waziri Mkuu wa Victoria Jacinta Ardern amesema kuna zaidi ya moto hai 30 unaendelea kuwaka, 10 kati yake ikiwa katika hali hatarishi zaidi, huku akionya ya kuwa hali bado ni mbaya na huenda ikazidi kuwa mbaya zaidi katika siku zijazo kutokana na upepo mkali na ukame unaoendelea. Polisi wamethibitisha kupatikana kwa mabaki ya binadamu katika kijiji cha Gubo karibu na mji wa Rongood kaskazini mwa Melbourne. Utambulisho wa marehemu nao bado haujatambuliwa, huku jamii ya eneo hilo ikielekezwa kuwa katika majonzi makubwa. Moshi unatokana na moto huo umeathiri ubora wa hewa katika maeneo mengi ya Victoria, ikiwemo jiji la Melbourne, na kusababisha tahadhari za kiafya kutolewa kwa wakazi, hususan watoto, wazee na watu wenye matatizo ya kupumua. Miongoni mwa waliogusa moja kwa moja na janga hilo ni mzima moto Tyrone Rice kutoka mji wa Harcourt, aliyepoteza nyumba yake alipokuwa mstari wa mbele kupambana na moto huo. Alieleza tukio hilo kama pigo kubwa moyoni, lakini akaongeza kuwa ni maumivu ambayo wakazi wengi wameyapitia. Wataalamu wanasema kuwa ingawa ni vigumu kuhusisha moto moja kwa moja na mabadiliko ya tabia ya nchi, hali ya joto kali, ukame na upepo mkali vinavyozidi kushuhudiwa vinaongeza hatari ya moto wa msitu. Moto huo umetajwa kuwa mbaya zaidi tangu janga la moto la mwaka 2019 hadi 2020 lililoangamiza eneo kubwa na kuua watu 33. Imeandaliwa na Heleni Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari na kusoma kwako nami Timothy Rugoe. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.